Baada ya Rishi kumuongezea Anmol damu, basi siku ya leo Anmol anaendelea vizuri, lakini kabla Anmol hajaruhusiwa kuna mpango ambao Tatawal pamoja na yule chawa wake walikuwa wameupanga. Ilikuwa ni kuhakikisha Anmol anakufa kabisa. Kwa hiyo kuna nesi mmoja ambaye walimuhonga hela kidogo, wakasema atoe taarifa endapo kutakuwa hakuna mtu katika chumba cha Anmol ili wao waende wakamalize kazi. Na kweli tunaona Tatawal anaondoka na kwenda kutafuta sindano ya sumu ili amchome Anmol afie hapo hapo. Lakini kabla hajafanya chochote, tunaona Rishi anafika na kuja kuokoa tena. Sijui Rishi alitoka wapi, ila alimzuia mama yake kumchoma sindano ya sumu Anmol ili kumpoteza kabisa katika uso wa dunia. Kwa hiyo Anmol amenusurika tena chupu apoteze maisha, ila amekuwa salama. Kwa upande wa Nilam, yeye tunaona ana huzuni sana muda wote, analia tu, hakuna siku ambayo anakaa kwa amani kuanzia sasa, kutokana na kile kitu ambacho kilikuwa kimetokea, kwa sababu ilikuwa ni jambo la kuumiza kwa kawaida, kwa sababu ameachwa ghafla. Yani alikuwa anatamani sana ndoa ile ifanyike, lakini ghafla amejikuta anaachwa. Na huo wote ulikuwa ni mpango wa mama yake, lakini wao wote walikuwa hawajui kama mbaya ni Tatawal. Tunaona baada ya muda Anmol anaruhusiwa hospitali, lakini baada ya kuruhusiwa alirudi nyumbani kwao, ila baada ya kufika hakutaka kuendelea kukaa. Aliamua kurudi tena katika familia ile ya Prasal. Wazazi wake walijitahidi kumzuia, lakini Anmol alisema yeye ameolewa na Rishi, kwa hiyo hawezi akakaa hapo, lazima arudi kwa mume wake. Na baada ya kufika tunaona Rishi amekuwa mbogo sasa. Anmol anafika, anapewa adhabu, anaambiwa kama unataka kuja hapa basi unatakiwa kupita katika njia hii. Na hapo katika hiyo njia ambayo alikuwa amewekwa kulikuwa kuna miba ambao wameweka, wakasema kama atafanikisha mtihani huo basi ndo ataweza akakaa hapo ndani. Na Anmol yeye kwa kuwa anampenda Rishi hakusita, alipita, pamoja na kwamba alipita kwenye miba mikali sana ambayo ilikuwa inamchoma, lakini Anmol alivumilia mpaka akafanikisha jambo lake. Sasa kwa upande wa Chiragi, alikuwa anaendelea kumpigia sana simu Nilam ili amuombe msamaha kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea, lakini baada ya kupiga sana simu tunaona Nilam anakuja kuwaambia kwamba Chiragi anampigia sana simu. Kwa baada ya pale tunaona Rishi anaamua kuenda katika familia hii ya kina Anmol kwa ajili ya kwenda kumpiga Chiragi. Alienda, alileta fujo mpaka kufikia hatua ya kumwambia baba yake Anmol sujudie, lakini mwisho wa siku tunaona kila kitu kinaisha, huku akiwa amewapa onyo kubwa sana familia hii, na alihakikisha ameleta fujo mpaka akachoma hata picha ambayo ilikuwa ni picha ya familia. Sasa kwa upande wa Nilam, yeye tunaona hali yake sio nzuri, bado ana stress sana, na impelekea leo amemfukuza kabisa Anmol na kumwambia hataki kumuona kwake tena, hataki mazoea na Anmol tena. Yani kwa Anmol sasa amekuwa ana mtu mmoja tu ambaye anamuelewa, ambaye ni bibi, lakini watu wengine wote hakuna mwingine yoyote anayemuelewa, kwa sababu walikuwa wanamuona Anmol pia ni mbaya kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa kimekwenda kutokea. Tamthilia yetu ya Anmol kwa siku ya leo inaishia hapo. Wewe ambaye hujasubscribe, basi subscribe kwa ajili ya kupata update mbalimbali. Asante.